كانت هناك دعوات تنتمي إلى السنة على زعمهم. أنتم شهود، nyinyi ni mashahidi wawazi. Palikuwa pana da'awati mbalimbali na pengine baadhi yetu tulikuwa huko. Afana Allah wa iyyakum wa nastaghfirullah wa natubu ilayhi. Tulikuwa huko katika baadhi ya ulinganizi ambao unajinasibu na sunna, na watu wamepita katika vipindi vigumu sana. Leo hii niwaulize, aina tilka da'awat? Ziko wapi zile da'wa? Aina marakizuhum? Aina ilmuhum? Aina tullabuhum? Zile da'wa za kihizbia katika jina la sunna ziko wapi leo? Markazi zao ziko wapi za ilmu? Iko wapi ilmu yao? Wako wapi wanafunzi wao? Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima tawfik kwa sababu hawakuwa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala, na da'wa nyingi zimekufa, zimefifia, ziko taaban. Tembelea marakizul hizbiyin almukhalifin, wabaki wakijipa moyo tu na miradi, ndio walichobaki nacho hicho. Ukiwauliza da'wa wanakutajia hospitali, utadhani hospitali hazikuwepo. Vipi da'wa yenu? Alhamdulillah, tuna skuli sasa. Tulianza primary, leo tunakwenda mpaka advance. Aina da'watukum? Tumechimba visima kwa hapa kwa Mang'ombe, atatoa idadi ya visima alivyochimba. Aina da'watukum? Hata Idi hii iliyopita udhiya tulikuwa na Waturuki tukichinja. Aina da'watukum? Ujenzi wa mabweni na maeneo ya kulia wanafunzi wetu unaendelea kwa kasi. Mambo haya wanaye watu wa batili kwa muda mrefu sana. Kama ni hayo mashule hatuwafiki makafiri, hayo mahospitali, hiyo misaada ya kijamii na mfano wa hayo, hicho sio kielelezo cha da'wa. Sunna iko wapi? Wakati huo huo wakinawirisha miradi ya kilimwengu na mambo yenye maslahi, vile vituo vya da'wa vinakufa. Misikiti inakufa, marakiz zinakufa. Hawana intaji ya kutoa watu kwa sababu wao wenyewe hawajakaa kwenye mkao huo. Nikizungumza maneno haya hasa kwa watu wa Mang'ombe mnanielewa. Sina haja ya kutaja baadhi ya muassasat, baadhi ya misikiti, baadhi ya marakiz walivyofeli, na leo wanashindana kwa mambo haya niliyoyataja mimi. Na wakisafiri, wakitoka, wakienda, wanakwenda kutembelea miradi. Wakati mwingine tunajiuliza, wao na watu wa serikali ni kina nani wenye miradi mingi? Nani mashekhi wanashughulishwa sana kuliko ile kazi ya msingi ambayo walitakiwa waifanye. Na hali inazidi kuwa mbaya kwa sababu kwa kupitia mikono yao wanawatengeneza maadui zao ambao wamekosa misingi ya da'wa sahiha, wakawalea miradi. Leo wamewageukia. Kuna baadhi ya mashekhi wanalalamika hivi sasa, tunarushiwa klipsi zao wakisema, wakitoa mifano kwa baadhi ya vijana waliomaliza katika masuali yao,
wamewasomesha toka wadogo, wengine wamewalea kwenye vituo vyao, leo ni mainjinia, wengine madaktari, wengine wamejiingiza kwenye siasa humo, ni wanasiasa wakubwa, wana vyeo. Mashekhi wanawachachafia vijana kwamba hawajitoi katika dini. Tumekuwa na vijana mizigo ambao wanashughulikia matumbo yao na familia zao, hawako tayari kujitolea. Injinia wale msomesha wao kwa mbwembwe kweli kweli, wale mainjinia wa miaka ile, wale injinia Sheikh, tuliambiwa hivyo, hapa tutamtoa Dr. Sheikh, afisa masuuli Sheikh. Mainjinia wao wale hawako tayari kusimamia baraza ya msikiti bila posho. Aandaye mchoro kwa posho, aje kusimamia kwa posho. Hakuna kitu cha bure. Shehe Waislamu wana hela, wachange bwana. Baadhi ya mashehe wanalalamika kwamba hawa vijana wetu hana uwezo wa kusimamia baraza ya msikiti. Walitegemea kwamba huo ndio ukombozi wa da'wa. Ndugu zangu, da'wa yetu inalea mioyo kwanza. Da'wa yetu inasafisha fikra kwanza, watu wakiwa wa kweli, nyoyo zikiwa madhubuti. Haya mengine haya ni mambo yapo tu, kwa sababu pana watu wamekuwa nayo majengo ya maana, miradi mingi, lakini da'wa wameikosa. Tujilee sisi kwanza, hayo mengine yatakuja katika wakati sahihi. Lakini tukilea mandhar na mionekano tu, tusilee nyoyo, misikiti yetu inaweza ikaja kulala popo kama misikiti yao, ikawa ni misikiti ya kufikizwa udi siku ya Ijumaa kwa sababu ya uvundo. Misikiti haina watu, misikiti imehamwa, watu wanashughulika na mambo mengine. Hii nukta ni moja tu, lakini wallahi alazim, lau wangeliishika Waislamu